Bana, tukiendelea kupata taarifa mbalimbali kutoka Gaza, sema ambao machafuko yanaendelea, vita kati ya Israel na Hamas, ni kwamba ikiwa bado tunaendelea kukufahamisha yanayoendelea huko Israel na Gaza, Adnan Al-Barash, mwandishi wa habari ambaye ni nguli kabisa na anafanya kazi na BBC, Khan Yunus, amezungumza na wenyeji, na mmoja amesema mwendelezo wa mashambulizi makali ya anga katika ukanda wa Gaza kwa kama saa moja umetokea katika eneo la Nusuraiti na kambini ambayo iko katikati ya ukanda wa Gaza. Anasema nyumba moja iliyokuwa inahifadhi watu kadhaa waliokimbia makazi yao imeshambuliwa na mabomu. Mashambulizi hayo yanasemekana kusababisha vifo vya takriban watu 10 na majeruhi kadhaa. Idadi ya nyumba zilizolengwa huko Rafah, Deir al-Bahali katika eneo la Tal Hawa na mtaa wa Al-Nafaq, yote ambayo yalisababisha mauaji ya makumi. Takriban watu 330 wameuawa ndani ya saa 24 huko, karibu 1500 wakijeruhiwa. Watu wengi bado wako chini ya vifusi, na baadhi walishuhudiwa wanasema tunasikia mayowe kutoka chini ya ardhi kutokana na kushindwa kuopoa miili na majeruhi kwa sababu ya uwezo wa vifaa vinavyohusiana na shughuli za uokoaji wa raia hakuweza kufanya kazi yake kutokana na uhaba mkubwa wa wafanyakazi, zana na vifaa. Shuhuda mmoja alisema Wizara ya Afya huko Gaza inakabiliwa na uhaba mkubwa na iko chini ya tishio kutoka kwa jeshi la Israeli. Ikiwa itahamisha makao yake makuu kaskazini mwa Gaza, italipuliwa na ndege, Wizara ya Afya imesema. Ukiendelea kupata taarifa mbalimbali kutoka huko Gaza na Israel, ni kwamba Tanzania inapanga kuwarudisha nyumbani raia wake wote walioishi Israel na mataifa jirani. Taarifa iliyotolewa na idara ya mashauri ya nchi za kigeni chini humo inasema uamuzi huo umewadia baada ya wao kudhamini hali ya usalama nchini Israeli. Tunawashauri wale walio tayari kurejea nyumbani kujiandikisha kupitia ubalozi wa Tanzania ulioko Tel Aviv kabla ya mwisho wa mwezi Oktoba 15, ilisema taarifa hiyo. Wakati huo ubalozi wa Tanzania mjini Tel Aviv umeambia baadhi ya vyombo vya habari kuwa hadi jana bado wanatafuta taarifa kuhusu raia wawili waliotoweka baada ya mashambulizi ya mwisho ya juma iliyopita na wanamgambo wa Hamas kusini mwa Israeli. Kuendelea kupata taarifa mbalimbali kutoka Gaza, jina langu ni Elmando kutoka hapa Bongo 5. Njia salama kwa watu wanaotoroka Gaza imefunguliwa, Israeli nasema. Maelfu ya Palestina wanaoendelea kutoroka kaskazini mwa Gaza kabla ya mashambulizi ya ardhini yanayotarajia kufanywa na Israeli. Njia ya kuhamisha watu wa Gaza wanaotoroka kaskazini mwa eneo hilo imefunguliwa muda mfupi uliopita. Israeli inasema raia wanapaswa kusafiri kwa njia kati ya saa 4 hadi saa 7 saa za ndani, saa 1 hadi saa 4. Wanapaswa kutumia njia moja inayotoka Beit Hanon kuelekea Khan Yunus, linasema, na kuongeza kuwa haitalenga njia wakati wa saa hizo. IDF imebadilisha saa za uhamisho katika usiku chache zilizopita. Taarifa ya mwisho ya kuhama ya awali ya saa 24 iliyotangazwa Ijumaa ilipita Jumamosi alasiri. Wakati huo Israeli iliteua njia mbili, moja wapo ilikuwa njia ile ambayo IDF imeitaja leo. Shirika la Afya la Ulimwenguni imelaani agizo la kuhamisha na linasema kuwalazimisha wagonjwa hospitalini kuhama itakuwa hukumu ya kifo. Wanajeshi wa Israeli wakusanyika karibu na Gaza kabla ya mashambulizi. Jeshi la Israeli linasema linapanga mashambulizi ya ardhini, angani na baharini, lakini hatujui ni lini mashambulizi ya ardhini yanatarajiwa kuanza. Jumamosi jioni, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitembelea wanajeshi waliokuwa wakijiandaa kwa mashambulizi hayo. Picha za video zilimuonyesha akiwa amevalia fulana ya kuzuia risasi akiongea na wanajeshi waliokuwa na silaha nzito katika makazi ambayo yalikuwa yakilengwa na wanamgambo wa Hamas katika shambulio la Jumamosi iliyopita walipojipenyeza Israeli. Uko tayari kwa kile kinachokuja? Mengi zaidi yanakuja, anasema kwenye video.
Mashambulizi makali ya anga ya Israeli yaliendelea usiku kucha. Mamilioni ya watu wa Gaza wametakiwa kuhama kaskazini mwa eneo hilo, huku wengine wakitoroka kwa gari au kwa miguu.